Kuna sababu kubwa tatu za kwa nini unapaswa kuanza kuwekeza katika mifuko ya uwekezaji wa pamoja Tanzania, collective investment. Kwa Tanzania wengi tunaifahamu UTT AMIS. Sasa leo naenda kukupa faida kubwa tatu au sababu tatu za kwa nini unapaswa kuanza kuwekeza katika mifuko ya uwekezaji wa pamoja nchini Tanzania. Sababu ya kwanza ni uwekezaji salama zaidi na wenye faida ya uhakika. Unapowekeza katika mifuko ya uwekezaji wa pamoja, unajua kabisa pesa zangu ziko salama. Unajua kwa nini? Kwa sababu unapowekeza katika taasisi hizi taasisi zinachukua zile pesa, zinaenda kuwekeza kwa niaba yako, zinaenda kuwekeza sehemu ambako zimefanya utafiti wa kutosha. Badala wewe kwenda moja kwa moja kwenye soko la hisa na kwenda kununua hisa ya kampuni fulani, kitu ambacho ni hatari, unapowekeza kwenye taasisi inaenda kuwekeza sehemu ambako imefanya utafiti wa kutosha na imejua kabisa hapa kwenye hii kampuni tutapata faida, na inapopata ile faida na kugaia wewe sehemu ya faida. Kwa hiyo ni uwekezaji salama na una faida ya uhakika. Ukiwekeza kwa mfano kwenye taasisi ya UTT AMIS, unajua kabisa mwisho wa mwaka nina uhakika wa kupata faida ya 12% mpaka 14% na zaidi kutokana na performance ya mfuko husika. Sababu ya pili ya kwa nini unapaswa uwekeze kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja ni uwekezaji nafuu zaidi, na unaweza ukaanza hata ukiwa na shilingi 10,000, hata ukiwa na shilingi 50,000 au hata ukiwa na shilingi 100,000, kitu ambacho ninaamini kila mtu hizi pesa anazishika. Tofauti na ukiwekeza kwenye viwanja au majumba, unahitaji makumi kama sio mamia ya mabilioni. Kwa hiyo ni uwekezaji gharama. Lakini kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja au vipande ni rahisi sana kuvinunua. Lakini sababu ya tatu ni uwekezaji rahisi sana kuanza, na unaweza ukaanza kuwekeza kwenye mifuko hii hata kwa kutumia simu yako au kupitia application mbalimbali za mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Sasa bwana, uwekezaji wa pamoja ni uwekezaji salama sana. Kama wewe unaogopa kupoteza mtaji, una pesa unaogopa kuwekeza sehemu zenye hatari, njoo uwekeza katika mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Pesa zako zinakuwa salama kwa sababu kuna watu ambao wanawekeza kwa niaba yako na wanakugaia sehemu ya faida wanayoipata. Sasa kwa kutambua umuhimu wa elimu ya uwekezaji wa pamoja, collective investment au mutual fund, nimekuandalia darasa kwa njia ya mtandao kwa siku 4 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 mpaka tarehe 4 ya mwezi wa 6. Tutajifunza mifuko 6 chini ya taasisi ya UTT AMIS. Nitakwambia mfuko wa Umoja, mfuko wa Wekeza Maisha, mfuko wa Jikimu, mfuko wa Watoto, mfuko wa Ukwasi na mfuko wa Hatifungani. Nitakwambia kwa nini watu wengi wanaupenda mfuko wa Ukwasi au liquid fund. Lakini pia nitakwambia mifuko 4 ambayo ina hatari na mifuko 2 ambayo haina hatari katika hii taasisi ya UTT AMIS. Lakini darasa hili hatutajifunza tu kuhusiana na UTT na mifuko yake 6. Tutajifunza pia mifuko kutoka kwenye taasisi nyingine. Mfuko kama Faida Fund kutoka kwenye taasisi ya serikali ya Watumishi Housing. Tutajifunza pia mfuko wa Inuka Fund kutoka taasisi ya Orbit Security na mfuko wa Timiza kutoka kwenye taasisi ya Zan Security. Lakini pia nitakufundisha mifuko kutoka kwenye taasisi ya iTrust ambayo ina mifuko mingi kama iSave, iGrowth, iIncome na Idora na mifuko mingineyo. Yote hii tutaichambua na nitakufundisha jinsi ya kuchagua mfuko bora